Somo la kwanza. Somo kutoka kitabu cha Isaya sura ya 52 hadi Isaya sura ya 53 aya ya 12. Tazama, mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana kama vile wengi walivyokuwa, kama wengi walivyostaajabia. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Ndivyo atakavyowasifiisha mataifa mengi. Wafalme watamfumbia vinywa vyao, maana mambo wasiyoambiwa watayaona, na mambo wasiyoyasikia watayafahamu. Ni nani aliyesadiki habari iliyoileta? Mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo, na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, mwonapo hana uzuri hata kumtamani. Alizarauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alizarauliwa, wala hakumhesabia kuwa kitu. Hakika amechukua masikitiko yetu, ameitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakuinuliwa kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekayo machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya kutoao manyoya yake, naam, akufunua kinywa chake. Akuonewa na kuumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayeisimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda wala hakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi. Mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake, ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki, atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yangu. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja
nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Lakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Neno la Bwana. Walioiona njiani walinikimbia. Nimesahauliwa kama mfu asiyekumbukwa, nimekuwa kama chombo kilichovunjika. Maana nimesikia masingizio ya wengi, hofu ziko pande zote. Hey!
Somo katika waraka wa Waebrania sura ya 4 mstari wa 14 hadi wa 16 na mstari wa sura ya 5 mstari wa 7 hadi wa 9. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye aliyejaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Neno la Bwana. Yeah.
aliyemtoa alipajua mahali pale, kwa maana Yesu alifika huko mara nyingi pamoja na wafuasi wake. Basi Yuda alipokwisha kupokea kikosi cha maaskari na watumishi waliotoka kwa makuhani na Wafarisei, akaja huko na taa, miembe na silaha. Basi Yesu akijua yote yatakayompata, akatokea akawaambia, mwamtafuta nani? Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, naye Yuda aliyemtoa alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ndiye mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, mwamtafuta nani? nao wakasema, Yesu Yesu akajibu, nimekwisha sema kwamba ni mimi. Basi kama mwanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. ili litimizwe lile neno alilosema, kama ulionipa sikumpoteza hata mmoja wao. Basi Simoni Petro alikuwa na upanga, akauchomoa, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio lake la kuume. Na mtumishi yule aliitwa Malkusi. Yesu akamwambia Petro, Rudisha upanga wako alani. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. basi kikosi na jemedari na watumishi wa makuhani wakamkamata Yesu, wakamfunga, wakampeleka kwanza kwa Ana, maana alikuwa mkwewe Kaifa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule. Na Kaifa ndiye aliyewapa Mayahudi shauri kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Lakini Simoni Petro alimfuata Yesu pamoja na mfuasi mwingine, na yule mfuasi alikuwa anajulikana na kuhani mkuu. Akaingia pamoja na Yesu katika behewa la kuhani mkuu, lakini Petro akawa amesimama nje mlangoni. Basi yule mfuasi aliyejulikana na kuhani mkuu akamtoka, akasema na mwanamke, ngoja mlango, akamleta
Mimi nimefundisha siku zote katika sunagogi na hekaluni, ambako Wayahudi wote hukusanyika, wala sikusema neno lolote kwa siri. Mbona waniuliza? Waulize hao waliosikia nilichowaambia. Tazama, wao wanajua niliyosema mimi. Alipokwisha sema hayo, mmoja wa watumishi aliyesimama karibu akampiga Yesu kofi akisema, ndivyo unavyomjibu kuhani mkuu? Yesu akamwitikia, Kama imesema vibaya, toa ushahidi wa neno baya. Lakini kama nimesema vema, kwa nini wanipiga? basi Ana akampeleka amefungwa kwa Kaifa kuhani mkuu. Simoni Petro akawa amesimama akiota moto. Basi wakamwambia, wewe si mmoja wake wa wafuasi wake? yeye akakana akasema, si mimi. Mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu, jamaa wa yule aliyekatwa sikio na Petro, akamwambia, basi Petro akakana tena, na mara jogoo akawika. Basi wakamtoa Yesu kwa Kaifa, wakampeleka barazani. Sasa ilikuwa asubuhi, lakini wenyewe hawakuingia barazani ili wasitiwe najisi, wapate kula Pasaka. Basi Pilato akawatokea nje, akasema, waleta mashtaka gani juu ya mtu huyu? Wakajibu wakamwambia, twaeni ninyi mkamhukumu kwa sheria yenu. Mayahudi wakamwambia, Sisi hatuna mamlaka ya kuua mtu yeyote. neno la Yesu lipate kutimia, aliyosema akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi Pilato akaingia tena barazani, akamwita Yesu akamwambia, wewe ndiwe mfalme wa Mayahudi? Yesu akajibu, Wajisemea hivyo, au wengine wamekuambia habari hiyo juu yangu?
Pilati akajibu, Je, Myahudi mimi, taifa lako la makuhani wamekutoa kwangu, umefanya nini? Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa dunia hii. Kama ufalme wangu ungekuwa wa dunia hii, bila shaka watumishi wangu wangalipigana nisitolewe kwa Mayahudi. Lakini sasa ufalme wangu si wa hapa. hapo Pilati akamwambia, Basi umfalme wewe. Yesu akajibu, Wewe umesema ya kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo, na nimekuja duniani kwa ajili hiyo, ili ushuhudie ukweli. Kila mtu aliye wa ukweli husikia sauti yangu. Pilati akamwambia, Mimi sioni hatia yoyote kwake, lakini kuna desturi kwenu niwafungulie ninyi mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi mwataka niwafungulie mfalme wa Wayahudi? Pilati akamwambia, ukweli ni kitu gani? Alipokwisha kusema hivyo, akawaendea tena Mayahudi akawaambia, mimi sioni hatia yoyote kwake, lakini kuna desturi moja kwenu, niwafungulie ninyi mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi mwataka niwafungulie mfalme wa Mayahudi? Wakapiga kelele tena wote wakisema, alikuwa mnyang'anyi. Basi hapo Pilati akamtwaa Yesu, akampiga mijeledi. Maaskari wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani, wakampika vazi jekundu, wakaja mbele yake wakisema, wakampiga makofi. Basi Pilati akatoka tena nje, akawaambia, Twaeni ninyi namleta tena nje mbele yenu, mpate kujua kuwa sioni hatia yoyote kwake. Basi Yesu akatoka nje, amevaa taji la miiba na vazi jekundu. Akamwambia, tazameni mtu. Basi makuhani wakuu na watumishi walipomwona walipiga
E
hiyo Mayahudi wengi waliisoma, maana mahali aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiyahudi, Kiyunani na Kilatini. Basi makuhani wakuu na Mayahudi wakamwambia Pilati, nimeandika. Basi maaskari walipokwisha kumsulubisha, wakatwaa mavazi yake, wakayafunga mafungu manne, kila askari fungu lake na kanzu. Na kanzu ile haikuwa na mshono, kwa maana imefumwa nzima toka juu. Basi wakaambiana, ipate kutimia andiko lisemalo, waligawana mavazi yangu na kanzu yangu wakaipigia kura. Ndivyo basi maaskari walivyotenda, wakawa wakisimama karibu na msalaba wa Yesu, mama yake na dada ya mama yake, mama wake Kleopa na Maria Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mfuasi aliyempenda amesimama, akamwambia mama yake, Mkubwa, huyu ndiye mwana wako. halafu akamwambia mfuasi, Huyu ndiye mama yako. na tangu sasa ile yule mfuasi akampokea kwake. Baadaye Yesu alijua ya kuwa yote yametimia, andiko lipate kutimizwa, akasema, Nina kiu. alikuwa na chombo kilichowekwa pale kimejaa siki, nao wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya mwazi, wakamwekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea siki, akasema, Yametimia. akainamisha kichwa, akakata roho.
Basi Mayahudi, kwa sababu ilikuwa siku ya maandalio, kusudi miili isikae msalabani siku ya Sabati, kwa maana siku ile ya Sabati ilikuwa kubwa, wakamwomba Pilato miguu yao ivunjwe iondolewe. Basi askari akaja akamvunja miguu wa kwanza na wa pili aliyesulubishwa pamoja naye. Hata alipomfikia Yesu, wakimwona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu, lakini askari mmoja akamchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ametoa ushahidi, na ushahidi wake ni wa kweli. Naye anayejua kuwa anasema kweli, mpate ninyi kusadiki. Kwa maana hayo yametendeka ili andiko litimie, hamtamvunja mfupa wake. Na tena andiko lingine lasema, watamtazama yule waliyemtoboa. Baada ya hayo, Yosefu wa Arimathea akaenda kwa Pilato kuomba ruhusa ya kuchukua mwili wa Yesu, kwa maana alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri, lakini kwa ajili ya kuogopa Mayahudi Pilato akakubali. Naye akaja akachukua mwili wa Yesu. Na Nikodemi yule alifika zamani kwa Yesu usiku, akaja vile na ratili 100 za manemane iliyochanganyika kwa shubiri. Basi wakautwaa mwili wa Yesu, wakaukafini kwa vitambaa pamoja na manukato, vile ilivyo desturi ya Wayahudi kuzika. Na mahali pale aliposulubishwa palikuwa na bustani, na ndani yake kaburi jipya, ambalo mtu yeyote hajazikwa ndani mwake. Ndipo walipomzika Yesu, kwa maana kaburi lile ni karibu, na ilikuwa siku ya kuandalia Pasaka. Nimesikia habari ya historia ya mateso ya Yesu, historia ndefu toka katika mwinjili Yohana. Historia hii inatupa uhalisia wa kile kilichofanyika au kilichotendeka takriban miaka 2000 hiyo iliyopita. Bwana wetu Yesu Kristo. Leo sisi tunapopitia hii historia tena kwa kuimba, inaonekana wakati mwingine mawazo yanakuja kupunguza uzito wa tukio. Inaonekana kama lilikuwa la kawaida, lilikuwa lipo tu, na wengine wanaweza kudiriki kusema kuwa labda haya ni maigizo ambayo tunafanyiwa, lakini sio uhalisia wenyewe. Lakini ukweli ni kwamba haya tuliyoyasikia kwa masikio ndio yale ambayo yalifanyika, yalitendeka kwa Bwana wetu Yesu Kristo
takriban hiyo miaka 2000 iliyopita. Maswali yanaweza kuwa mengi katika nyakati zetu. Je, waliomuua Yesu ni akina nani? Na kama yalivyo maswali mengi, majibu pia yatakuwa mengi ya juu ya waliomuua Yesu. Kwa haraka naweza tukasema ni wale Wayahudi ndugu zake, binamu zake, waliomfahamu, waliokula naye na kunywa naye, hawa ndio waliomuua. Lakini mwingine anaweza kusema kuwa ni Yuda Iskariote. Huyu asingemsaliti Yesu, asingeuawa. Kwa hiyo Yuda alimuua. Wengine atasema ni viongozi wale wa serikali ambao uwepo wake Yesu ulikuwa unatishia amani na uongozi wao. Wao waliamua kwa namna ya pekee kumfutilia mbali huyu Yesu asiwepo katika ramani ya dunia, ili wao wakaendelea na taratibu zao za kula na kunywa, kuonea na kuvuruga mambo mbalimbali katika jamii. Wengine watasema Pilato alikuwa na uwezo mzuri wa kumuokoa na tayari aliona kuwa hana hatia yeyote, lakini kwa sababu aliogopa Wayahudi, huyu ndiye aliyemuua Yesu. Majibu haya na mengine mengi yanaweza kuwa na ukweli kiasi fulani, lakini hata katika nyakati zetu tuna majibu. Leo hii nani amemuua Yesu? Sababu Yesu anaendelea kuteseka, anaendelea kuuawa, anaendelea kusulubiwa kila siku inayoitwa leo. Anaendelea kutendewa mambo haya na mimi, lakini pia nawe ni mshiriki wa karibu. Kujibu lilo sahihi ni sisi ndio tuliomuua Yesu. Ni mimi na wewe ndio tuliomuua, na tunaendelea kumfanya ataabike na kuteseka sana katika maisha yetu hata leo, kwa sababu ya maisha, ya maneno na ya matendo yetu ambayo hayahakisi ile taswira halisi ya Mungu aliyotuumba tuwepo duniani. Kama ndivyo ni sisi, nini tunatakiwa kukifanya ili tusiendelee kumsulubisha Bwana huyu katika msalaba? Ni kubadilika, ni kuchukua hatua, ni kutazama upya mienendo yetu na kuamua kuacha, kusema tumekosa, kweli tumekosa, na tuache hayo yote maelekeo ya dhambi. Dhambi ndiyo iliyomuua Yesu, na dhambi haikutendwa tu enzi Yesu alipokuwepo. Dhambi inaendelea kutendwa mpaka leo. Maana nimesema wale walioishi na Yesu walimuua, babu zetu waliotangulia hapa wamemuua, lakini hata mimi na wewe tunamuua Yesu, kwa sababu bado tunaendelea kutenda dhambi. Na Yesu amekuja, na hasa thamani ya kifo chake hiki ni kututoa katika utumwa wa dhambi, kuturudishia uhai, amani, furaha ile ambayo tuliikosa kwa dhambi zetu. Baada ya kutendewa jambo kubwa hivi jema na la upendo wa pekee, hatupaswi tena kurudi kule nyuma. Tunapaswa kuyaacha yote yale yaliyotusababishia maumivu na mateso na kuendelea mbele. Yesu pia katika simulizi hili anatufundisha kitu kikubwa kabisa ambalo kanisa linahubiri
na kusisitiza katika nyakati zote alipokuwepo, kati yako na hata leo, habari ya msamaha. Yesu hakuwa na dhambi, lakini aliyatoa maisha yake kwa ajili ya wadhambi. Lakini hao waliokuwa na dhambi ndio waliomtesa na kumsulubisha msalabani. Aliwasamehe wote. Injili ya nguvu na yenye mashiko katika nyakati zetu ni injili ya msamaha, injili ya huruma, injili ya kuachilia bila kubeba au kulipa kisasi katika maisha yetu, familia zetu. Maisha ya ndoa yanagubikwa na wingu zito lisiloeleweka, kwa sababu tu hakuna mmoja anayekubali kutoa msamaha kwa mwenzake, na hivi dhana ya Kiyahudi ile ya zamani ya kulipiza kisasi na kushindana inaendelea, dhana ya jino kwa jino. Tuone thamani katika nyakati zetu kupunguza makali hayo kwa kukubali kurudi nyuma na kuachilia kutoa msamaha. Pasaka yetu tunayoitarajia kuila mwaka huu ina maana gani kama siku tayari kumsamehe mwenzangu aliyenikosea? Pasaka ina maana gani ya mimi kuenda kuila Pasaka na nikasema nakula Pasaka kama bado naishi katika kinyongo, kama bado sitoi msamaha, kama bado siwahurumii watu na siwajali? Tubadilike, tuone thamani ya kuhurumia na kusamehe katika maisha yetu. Aliposulubiwa Yesu, tunaambiwa walikuwepo wevi wengine wawili, mmoja kulia na mmoja kushoto. Siku hii ya Ijumaa Kuu walikuwepo wevi wawili, mmoja kulia, mmoja kushoto. Na leo ni Ijumaa. Yesu ameuawa, mmoja kulia, mmoja kushoto. Hivi wizi umeisha ulimwenguni hapa sasa hivi? Nani hajawahi kuiba katika maisha yake? Narudia hili swali, nani hajawahi kuiba katika maisha yake? Leo ni Ijumaa Kuu. Yesu yupo katikati, kulia uko wewe, kushoto niko mimi, wevi sisi. Tunachojifunza kutoka kwa hawa wezi wawili, wezi mmoja na busara, anatambua tatizo lake, anatambua kuwa yeye amekosa na anaomba huruma na msamaha. Jizi lingine halitambui, linadhihaki, linatusi, linaona kuwa maisha yaendelee. Wewe kama Mungu, wewe kinakushinda nini sasa kutoka hapo? Tunajua Mungu ana uwezo wote, si utoke na wewe. Sasa kanaambia unakosea, huyu hajatenda lolote baya, sisi tuko hapa kwa sababu sisi ni wevi, tumeiba. Sasa unakosea kusema hivyo. Anamgeukia Yesu, anamuomba huruma na msamaha, anamwambia nikumbuke katika ufalme wako. Yesu kwa tabasamu kubwa anamwangalia, anampenda, anamuhurumia, anamsamehe na anampa ahadi. Tumekubaliana hapa wote tumewahi kuiba. Wewe ni mwizi yupi? Mwizi unaendelea na wizi wako siku zote, au ni mwizi ambaye umebadilika na unakubali kuacha yale ulioyatendea?
wizi inaweza kawa lugha kubwa, lakini ikielezea dhambi hizo dhambi unazomkosea Mwenyezi Mungu. Wewe ni yule unayebadilika na kuomba msamaha, au wewe ni yule ambaye unakaa unataka kulipiza kisasi na umebaki tu katika dhana hiyo? Wewe mwizi yupi? Na kila mmoja aondoke na jibu hilo, kuwa yeye anataka kuwa mwizi yupi. Wewe ni mwizi yupi, ndio itakayokufanya wewe usherekee namna gani Pasaka ya mwaka huu na Pasaka zinazokuja. Kwa sababu tunaiba, lakini nini unalenga katika jambo hili? Muombe Mwenyezi Mungu huruma na msamaha, atujalie tuyaache yote, na tutambue wazi kuwa kilichompata Yesu leo kitanipata mimi, kitakupata wewe. Kifo unacho. Baada ya kifo wewe utakwenda wapi? Hili ndio swala la msingi. Tutengeneze maisha yetu kuanzia leo, ili tupate kibali cha kuishi milele na yule aliyetuumba pasipo sisi kuwepo. Tumsifu Yesu Kristo. Na hivi nitawapa malipo na wote tutafanya matendo hayo katika hali nyingine. Kwa ajili ya kanisa takatifu. Enyi ndugu wapendwa sana, tuliombee kanisa takatifu la Mungu, ili Mungu na Bwana wetu apende kulijalia amani, kulikusanya na kulilinda popote duniani. Pia tujalie sisi tumtukuze Mungu Baba Mwenyezi katika maisha ya amani na usalama. Tupige magoti. Mungu Mwenyezi wa milele, uliyowafumbulia mataifa yote utukufu wako katika Kristo, uilinde kazi ya huruma yako, ili kanisa lako lililoenea popote duniani liendelee kwa imani thabiti uliungama jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa ajili ya Papa tumombe pia Baba Mtakatifu wetu leo, ili Mungu na Bwana wetu aliyemteua katika daraja ya uaskofu amlinde akae mzima na salama kwa ajili ya kanisa lake takatifu, apate kuliongoza taifa takatifu la Mungu. Tupige magoti. Hiyo ya kupiga magoti na semwa na shemasi tu ukiwa nayo. Kaeni kimya, fuateni maelekezo. Mungu Mwenyezi wa milele, ambaye vitu vyote huungwa kwa uamuzi wako, yasikilize kwa wema maombi yetu, umlinde kwa huruma yako huyo mchungaji mkuu uliyemteua kwa ajili yetu, ili jamii ya Wakristo ambao wewe wenyewe unawatawala chini ya huyo mchungaji mkuu waongezewe mastahili ya imani yao, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa ajili ya kila daraja na cheo cha waamini tumombe pia askofu wetu mkuu
Beatus Kinyaia na askofu msaidizi Wilbrod Henry Kibozi, maaskofu wote, mapadri, mashemasi wa kanisa na jamii yote ya waamini, tupige magoti. Simameni. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, ambaye Roho wako utakatifuza na kusimamia mwili wote wa kanisa, usikilize sisi tunawaombea watumishi wako, ili wote kwa msaada wa neema yako wakutumikie kiaminifu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa ajili ya wakatekumeni, tuwaombe pia wakatekumeni wetu, ili Mungu na Bwana wetu azibue masikio ya mioyo yao na afungue mlango wa rehema yake, kusudi wakiisha kupata maondoleo ya dhambi zao zote kwa njia ya maji ya ubatizo wa kuzaliwa upya, nao pia wawemo ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Tupige magoti. Simameni. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, unayelistawisha daima kanisa lako kwa kulipatia wana wapya, waongezee imani na akili wakatekumeni wetu, ili wakiisha kuzaliwa mara ya pili katika kisima cha ubatizo, wahesabiwe kati ya jamii ya hao uliowafanya watoto wako, njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa ajili ya umoja wa Wakristo, tuwaombe pia ndugu wote wanaomwamini Kristo, ili Mungu na Bwana wetu apende kuwakusanya katika kanisa lake lililo moja, na kuwalinda hao watendao ukweli. Tupige magoti. Simameni. Ni Mungu Mwenyezi wa milele, naye yakusanya yaliyotawanyika na kuyalinda yaliyokusanywa. Litazame kwa wema kundi lake mwanao, ili wale waliotakaswa kwa ubatizo mmoja waunganishwe kwa umoja wa imani na kifungo cha mapendo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa ajili ya Wayahudi, tuwaombe pia Wayahudi ambao Mungu Bwana wetu alinena nao kwanza, ili awajalie wazidi kulipenda jina lake na kuwa waaminifu katika kuishi agano lake. Tupige magoti. Simameni. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, uliyempa Ibrahimu na uzao wake ahadi zako, usikilize kwa wema maombi ya kanisa lako,
ili taifa hilo ulilojipatia kwanza lijaliwe kuufikia utimilifu wa ukombozi kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa ajili ya wasiomwamini Kristo, uwaombe pia wale wasiomwamini Kristo, ili wakiangazwa kwa nuru ya Roho Takatifu wapate nao kuingia katika njia ya wokovu. Tupige magoti. Simameni. Mungu Mwenyezi wa milele, wajalie wale wasiomuungama Kristo na wanaenda mbele ya uso wako kwa moyo mnyofu, waupate ukweli, nasi kwa kuzidi daima katika kupendana na kwa kufanya bidii kulifahamu kikamilifu fumbo la uzima wako, tufanye tuwe mashahidi kamili wa mapendo yako ulimwenguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa ajili ya wasiomwamini Mungu, uwaombe pia wale wasiomwamini Mungu, ili kwa kuyafuata kwa moyo mnyofu yaliyo mema wastahili kumfikia Mungu mwenyewe. Tupige magoti. Simameni. Mungu Mwenyezi wa milele, umewaumba wanadamu wote ili wakutafute daima kwa hamu, na wakikupata watulie. Tunakuomba utujalie ili watu wote, licha vizuizi vyovyote vya uovu, wa kuzipokea ishara za wema wako na ushuhuda wa matendo mema ya wale wanaokuamini, wapate kufurahi katika kukuungama wewe uliye peke yako Mungu wa kweli na Baba yetu sisi binadamu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa ajili ya viongozi wa serikali, tuwaombe pia viongozi wote wa serikali, ili Mungu Bwana wetu aelekeze akili na mioyo yao kadiri ya mapenzi yake, kusudi watu wote wapate amani na uhuru wa kweli. Tupige magoti. Simameni. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, mioyo ya watu na haki za mataifa zimo mikononi mwako. Waangalie kwa wema wale wenye madaraka ya kutuongoza sisi, kusudi kwa majaliwa yako wadumishe popote duniani ustawi wa mataifa, usalama wa amani na uhuru wa dini, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa ajili ya wenye taabu, enyi ndugu wapendwa sana, umwombe Mungu Baba Mwenyezi ili atakase ulimwengu na upotovu wowote, aondoe magonjwa, afukuze njaa, ayafungue magereza, azifungue pingu, wanaosafiri wajaliwe usalama, walio mbali warudi makwao,
wagonjwa wapone na wanaokufa waokoke. Tupige magoti. Simameni. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, ndiwe faraja ya wenye kusikitika na nguvu ya wanaoteswa. Yafike kwako maombi ya wanaokulilia katika taabu yoyote ile, ili kwa rehema yako wote, kila mmoja katika shida yake, wafurahie kusikilizwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa inafuata sehemu ya pili ya ibada yetu ambayo ni tendo la kuabudu msalaba mtakatifu.
kulikirimia jina lile lipitalo kila jina.
tukitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, na turutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wako wafalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako amani. Bwana Yesu Kristo, uko kupokea mwili wako usiwe kwangu sababu ya hukumu na adhabu, ila kwa huruma yako kunifanya mimi na kunilinda akili na mwili na kuwa dawa ya hukumu. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Ili hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Ni wakati wa kushiriki Ekaristi Takatifu. Wanaopokea komunyo ni wale wa Katoliki waliojiandaa. Wakristo wa Katoliki peke yake waliojiandaa. Moyo wangu unapondeka,
Bariki fumbo hili takatifu, pate kuishi katika uchaji siku zote, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Inameni kwa ajili ya baraka. Ee Bwana, tunakuomba baraka zako nyingi ziwashukie watu wako ambao wamekumbuka kifo cha mwanao, wakutazamia kufufuka kwao. Wapate rehema, wajaliwe kitulizo, waongezewe imani takatifu, na wathibitishwe ukombozi wa milele, njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.